Kikao kazi cha siku 3 kinachofanyika katika ofisi ya mkuu wa mkoa wa Singida kimeendelea leo Desemba 12, 2025 kikiwa na lengo kubwa la kutathmini utendaji kazi wa viongozi katika sekta mbalimbali mkoani hapa. Kikao hicho kilichoongozwa na mkuu wa mkoa wa Singida Mheshimiwa Halima Dendego kimehudhuriwa na viongozi mbalimbali wakiwemo wakuu wa wilaya, wakurugenzi na wakuu wa taasisi mbalimbali. Karibu huungane nami kupata taarifa za uwasilishaji wa siku ya leo sambamba na mikakati mbalimbali iliyowekwa. Maazimio mbalimbali yamefikiwa ikiwemo kuwepo kwa mpango kazi wa utekelezaji katika kila sekta kwa kila robo, kadhalika kuwatumia vizuri wanafunzi wanaohitimu wa kada mbalimbali, kadhalika watumishi kupata safari mbalimbali kwa ajili ya kwenda kujifunza kwa wengine waliofanikiwa, sambamba na kutumia mashine za biometric kupata mahudhurio ya watumishi kazini na kuwawajibisha watumishi wa toro. Bwana Pancras Steven, katibu tawala msaidizi sehemu ya utawala na rasilimali watu, aliwasilisha mada mbalimbali ambapo wajumbe wamejadili namna ya kuhakikisha utendaji bora na nidhamu kwa watumishi katika nyanja mbalimbali ikiwemo kujali muda wa kazi, kutoa huduma bora kwa wateja na kwa wakati, kadhalika kuvaa mavazi nadhifu kwa watumishi wote. Maazimio mbalimbali yamefikiwa ambapo baadhi yake ni kuhakikisha kunakuwa na kutumia mashine za biometric kupata mahudhurio ya watumishi kazini na kuwajibisha watumishi wa toro. Kadhalika utatuzi wa migogoro ndani ya ofisi na kufanya kazini kwa eneo rafiki la utendaji kazi. Bwana Shabani Mongomongo aliwasilisha mada kuhusu ukusanyaji wa mapato ya ndani katika halmashauri zote, ambapo halmashauri zote zimeagizwa kuhakikisha zinasimamia vizuri ukusanyaji wa mapato hayo ambayo yakizingatiwa vizuri yatafikia lengo lililowekwa. Mada ya mawasiliano iliwasilishwa naye Mheshimiwa Godwin Gondwe, Mheshimiwa Yusuf Mwenda na Baraka Mhembano ambaye ni mkuu wa kitengo cha TEHAMA. Mada mbalimbali zilizojadiliwa ni juu ya upatikanaji wa mawasiliano katika huduma za redio na televisheni, kadhalika kuhusu matumizi mazuri ya mitandao ya kijamii hasa kwa vijana ambapo wamekuwa ni waraibu wabaya katika matumizi ya mitandao ya kijamii kwa njia zisizofaa. Hivyo wamejadili ni namna gani ambapo wanaweza kuwasaidia vijana kujiingizia kipato na kuacha kufuatilia mambo yasiyofaa kinyume na tamaduni zetu. Wasilisho la elimu liliwasilishwa na afisa elimu wa mkoa wa Singida Bwana Makwasa Bulenga, ambapo amewasilisha mada mbalimbali za utekelezaji ikiwemo hali ya uandikishaji elimu ya awali mwaka 2026, uripoti wa wanafunzi kidato cha kwanza 2025. Mikakati mbalimbali imewekwa ikiwemo ya kuongeza ufaulu wa wanafunzi wa shule za msingi na sekondari, upatikanaji wa chakula katika shule zote, kuongeza uandikishaji wa watoto, jinsi ya kupunguza utoro, uboreshaji wa miundombinu ya shuleni, matumizi ya nishati safi mashuleni, sambamba na mikakati ya kuzuia mimba mashuleni. Wasilisho kuhusu utekelezaji wa sekta ya ardhi limewasilishwa na Mheshimiwa Shamim Hoza ambaye ni kamishna ardhi msaidizi mkoa wa Singida. Sekta hiyo imefanikiwa katika huduma KKK, yani kupanga, kupima na kumilikisha ardhi kwa ufanisi wa hali ya juu. Amesema kuwa malengo ya sekta hiyo ni kuhakikisha upimaji na urasimishaji wa maeneo na makazi holela, kuongeza kasi ya umilikishaji wa ardhi kwa kutoa hati nyingi kwa wamiliki. Kadhalika wamepanga kutenga hekta 500 sawa na ekari 1235 kwa ajili ya uwekezaji katika mkoa wa Singida. Wasilisho kutoka ofisi ya madini mkazi iliwasilishwa na afisa madini mkazi wa mkoa wa Singida Injinia Sabai Nyansiri, ambapo ametaja fursa mbalimbali zilizopo katika sekta hiyo mkoani Singida ikiwemo ujenzi wa majengo, ujenzi wa miundombinu ya umeme, maji, ujenzi wa viwanda vya uongezaji wa thamani kama vile viwanda vya kusafisha chumvi, viwanda vya chokaa, gypsum board na mikanda yake na mengine mengi. Ametaja miongoni mwa madini yanayopatikana mkoani Singida ikiwemo madini ya dhahabu, madini ya uranium wilayani Manyoni, madini ya lithium wilayani Ikungi, madini ya gypsum katika halmashauri ya wilaya ya Itigi, kadhalika madini ya chumvi na madini ujenzi. Kwa taarifa zaidi ya kikao kazi kinachoendelea katika ofisi ya mkuu wa mkoa wa Singida na kitakachofikia tamati siku ya kesho Disemba 13, 2025, usikose kuungana nami kwa ajili ya taarifa mbalimbali kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Singida. Mimi ni Glory Isaac, afisa habari.